Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza ni mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuunganisha na kutukusanya wote pamoja katika eneo hili ambalo kwamba mbali na ibada hii tukufu, moja ya sunna kubwa katika maisha yetu kama Waislamu, lakini kuwa sherehe kama hii nimehudhuriwa na mashekhe wote na sote ikiwa tuko katika raya moja, ni kitu ambacho kama kinabashiri khairi katika mji wetu, bali tunaweza tukasema kwa mustawa wa Tanzania nzima inabashiri kitu kizuri. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuendelee kutupa nguvu ya umoja wetu huu ambao kwamba mwisho wa yote ndio silaha kuu ambayo kwamba itakuja kutufikisha katika ile malengo yetu. Hapa si mahali mimi kuzungumza, kwa kweli natoa shukurani kwa mashekhe wakubwa kunipa heshima hii ambayo kwamba kwa kweli sistahiki, lakini kwa heshima kwamba imetajwa misikiti na misikiti yote ni ya Mungu, nimelazimika nisimame. Lakini kama na kwa mustawa wa watu, kwa mustawa wa mashekhe, mimi hapa ni kuitikia amina tu basi, na kama ni kuswalisha basi mimi ndio imamu wa mwisho ikiwa hamna maamuma mwingine. Lakini niseme alhamdulillah, hii tanbihi aliyoitoa ambayo kwamba shekhe ameitoa, naomba nisisitize kwamba sisi sote tumeletwa kwa malengo mamoja tu ambayo kwamba ndio malengo makuu ambayo kwamba tuzo tukasema ndio main objective ambayo kwamba mwanadamu atakiwa pambane nayo, na ambayo kwamba sasa hivi kila generation ilipo inaona wa nyuma walikuwa na afadhali, lakini hawa watakaokuja watasema hata sisi tuna afadhali, kwa maana kila tukienda hali itakuwa aswa, hali itakuwa mbaya zaidi. Si mahali pa kuzungumza, lakini ningependa sana kujaribu kuleta ile fikra ya jumla ambayo kwamba kama Waislamu kama tutaivaa vizuri, basi islah katika huu umma utapatikana. Nayo ni mtu kujikumbusha yale majukumu yake ya msingi ya uwepo wake, pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Uwepo wetu sisi ni khalifa. Khalifa bimaana idara shughuli nas, kuanzia mtu mmoja mmoja mpaka ala mustawa wa umma. Na hiki ndio kitu ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha nacho, kuanzia idara ya mtu mmoja mmoja nafsi yake mpaka kuja kufanya idara ya umma mzima. Ndugu Waislamu, nikirudi kwenye munasaba wetu huu, kuna idara nyingine ya chini kabisa ambayo kwamba hiyo hapukani na mtu yoyote, kila mtu lazima awe nayo, nayo ni ile aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yenye ambao kwamba mmeamini ziokoeni nafsi zenu na familia zenu na moto. Ingetosha familia zote kuingia katika neno qu anfusakum, kwa sababu hata nafsi, mwanamke ni nafsi, mtoto ni nafsi, lakini kwa nini yenye ambao kwamba mmeamini ziokoeni nafsi zenu na familia? Hapa ikiwa kuna kitu ambacho kwamba kimeashiriwa, basi ni almasulia, majukumu, idara ya familia. Hiki ndio kitu ambacho kwamba tunaweza tukasema sasa hivi ni sehemu ya gogoro ya maisha yetu katika familia zetu, na ndio mahali ambapo kwamba tunaweza tukasema tukiparekebisha nati yake na tuni yake, basi tutaweza kuleta familia nzuri. Ukubwa wa tatizo hili ni tole mfano wa mzazi ambaye kwamba ni mtu mwema, alfajiri anatoka anakwenda kuswali msikitini, anapishana na binti yake, mtoto wake wa kiume anatoka disco. Huyo nyumba hiyo baba anatoka alfajiri kwenda kutekeleza ibada ya sala ya fardhi, tena kwa jamaa, lakini binti yake, waliyadhu billah, Mwenyezi Mungu atupe islaha ya watoto, lakini au mtoto wake wa kiume ndio anaingia kutoka kwenye madisko. Hapa yule baba ni failure, yule baba kafeli, yule baba kutekeleza wajibu wake, na manake kaipoteza hata ile familia yake na huu umma. Kwa hiyo ningependa tuniwakumbushe kwa munasaba huu kwamba huu umma hata kuja malaika kuja kututengeneza. Huu umma tutatengeneza sisi wenyewe wanadamu, na huu umma hautobadilika kwa watu 1000 huko milioni 1 bilioni 1. Sisi Waislamu tuko bilioni 2 sasa hivi. Kwa hizo takwimu wanazosema hizo ni sahihi, au kama zina mapungufu tuseme hizo bilioni 2. Hatutopata mabadiliko ya watu bilioni 2 kama hatutaanza na mabadiliko ya nafsi moja tu.
kila mtu katika sisi akianza kubadilika yeye mwenyewe, akaanza na kuwabadilisha waliokuwa wamewazunguka, basi biidhnillah bilioni 2 zote zitageuka hizi. Naomba ni nasihi bwana harusi na kuinasihi nafsi yangu na wenzangu wote, tujijue tu kwamba haya majukumu tulionayo na tuliopewa ya familia ni majukumu mazito, kwa sababu tushaambiwa siku ya kiyama tutakimbiana wenyewe kwa wenyewe. Kila mtu atamkimbia mkewe, mwanawe, ndugu zake, baba yake, mama yake, kila mtu atamkimbia mwenzake. Kila mtu ajiona kwamba huyu mimi sikumtekelezea wajibu wake. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi bwana harusi wetu, ajalie makutano haya makutano ya kheri, yatakuwa ajalia kupata kizazi chema chenye kheri, na wapate baraka pia katika mali na kizazi biidhnillah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante.